Wanasema the waiting is over, na sasa tuko live tena ndani ya nyumba, na hii ni baada ya kimya cha muda mrefu kutokana na mambo fulani ya family. Sasa tumesharekebisha kila kitu kiko sawa zaidi, hebu tusonge kabisa na burudani bomba sana. Hii inaitwa My Demon ya The Chosen One ndani ya nyumba tena. Tupo katika episode ya 3 tu baada ya kutamba na episode ya pili. Hii inapigwa kizazi zaidi kama dawa kama kawezo ndani ya nyumba tena. Hebu tuunganishe pale ambapo tulikuwa tumeishia, hatima ya bibie na mkali wa kuitwa Guwon, yani bibie Dodohe akiwa na mkali wa kuitwa Guwon. Ni nini ambacho kinajiri katika sehemu safi inayofuata, ikiwa tayari kwa wakati huu mwamba anajikuta ameshapoteza ile nafasi ya kuweza control nguvu, na ile alama ya msalaba katika eneo lake la mkono ni kwamba tayari imeisha disappear. Sasa ni kwa nini kimetokea kitu kama hiki? Kwa sababu hii iliwahi kutokea zamani zaidi, na maana kuna kitu ambacho kimejengeka cha tofauti zaidi. Kumbuka Mr. Demon kazi yake ni kuhakikisha tu anakuja kuchukua nafsi za watu, lakini kwa wakati huo anashangaa amepoteza nguvu ya kile ambacho kilikuwa ni kama silaha yake. Sasa tunaonga pale pale ambapo tulipoishia. Basi mwamba alimwambia bia, kwa wakati huu niko tayari kukusaidia kwa sababu tayari kuna makubaliano ambayo uliafikiana na mimi. Hivyo kitendo tu cha mwanaume kuchukua nafasi ya kumsaidia bibie, hapa kilitokea kitu cha ajabu zaidi, na hili tukio hatukuweza kuliona. Mwamba alijaribu kuzuia, lakini kwamba alikataa. Hivyo ajikuta anajitupa katika eneo la maji akiwa na bibie Dodoe, na humu ndani mkali kwa sasa ni kama nguvu alikuwa ameshaweza kupoteza, lakini bibie alikuwa anaonekana tayari ni mtu mwenye nguvu ambayo anaweza akakontrol kitu ambacho kinaendelea kwa sasa. Hii inamfanya bibie tu ashikwe na huruma sana, na kuona lazima atafute nafasi ya kumuokoa mtu ambaye alikuwa anaokoa maisha yake, na hivyo ile alama ya msaba ndipo ilipotoka katika mwili wa mkali wa kufanyika Guwon na kwenda kwa bibie ambaye anafahamika kwa jina la Dodoe. Hasa baada ya muda bibia alijikuta yuko katika eneo la nchi kavu, na mwamba alikuwa amekaa mbali zaidi akiwa anashangaa juu ya kile ambacho kimetokea. Ni kwamba kwa sasa aioni ile alama ya msalaba ambayo ipo katika mkono wake, na hapa alitaka tu kujua imekuaje sasa, kama ipo kwake ipo kwa nani. Moja kwa moja anagundua ile alama imeshaenda katika mikono ya bibie. Sasa kini nini ambacho kimetokea? Kwanza kilimshangaza sana mkali, lakini bibie alikuwa ajui na elewi maana hiki kitu ambacho kimetokea kwa wakati huu. Bwana Chuma aliyefahamika kwa jina la My Demon na The Chosen One ndo kumegea tarabintibu, au sio? Kizazi zaidi. Wewe tuendelee kutulia tu, maana hizi picha za akili zinapigwa na watu ambao kwenye utimamu mkubwa zaidi. Wasema siku ambayo inafuata bibia alishtuka katika hospitali moja hivi, na huku alivyoshtuka ni kama alikuwa anapata maumivu sana ya kichwa, lakini pembeni alikuwa bodyguard wake na mkali wa kufahamika kwa jina Guwon. Alifika tu katika ile eneo na hili limshtua sana bibia. Ajiuliza mtu huyu imekwaje tena yupo katika ile eneo, lakini yule mfanyakazi wake alikuwa anaacha kujibu tu zaidi ya kumpa maelezo ya kwamba umepita muda mrefu sana tangia mpumzika, hivyo anatakiwa jitahidi kujiweka sawa ili ikiwezekana apate nafasi ya kufika katika meeting ya kikao kikubwa sana, kwani ni oda kutoka kwa Madam June. Nafikiri tunamjua, tulioangalia episode ya kwanza ile. Basi mkali kwa hali ambayo ilikuwa ni tofauti zaidi, alikuwa ni mtu ambaye anaonekana ana upendo mkubwa sana kwa bibi, lakini ni kwamba kwa sasa mkali ambacho kimemleta hapa anachohitaji ni kupata tu ile alama yake ya msalaba, kwani alivyogundua kwake haipo, amegundua ipo kwa bibi. Sasa ni kama anadai tu. Bibi anamwambia sijajua ni kitu gani ambacho kinakufanya wakati wote uwe ni mtu ambaye unajaribu kuwa na ukaribu kwangu, lakini mwamba anamwambia mimi sihitaji kuwa na ukaribu na wewe, ila ninachohitaji ni alama ambayo inaonekana katika mkono wako. Bibi anajaribu kusema hii ni tatu, lakini mkali anamwambia hicho ni kitu ambacho ni kama hazina kwa upande wangu. Nimekuja hapa nikiwa nahitaji tu unirejeshe. Sasa kalikuwa ni kamzozo kidogo, kwani bibi alikuwa analeta tofauti zaidi, na hapa mkali aliweza kumbuka kumbukumbu ya nyuma kidogo bibi kujua nini ambacho kilijiri, na hapa ndo akagundua kwamba yeye aliokolewa na mtu ambaye alikuwa na alama kama hiyo. Na sasa akijaribu kuvuta taswira, mkali anamwambia mimi ndo yule, na mimi ambacho kimenileta hapa nachohitaji tu unipe nafasi ya kunipatia kitu ambacho ni kama hazina kwangu. Basi alikuwa ni kamzozo zaidi katika eneo la hospitali. Sasa hapa mkali kwa anajaribu kupambana sana na bibi na kumzuia juu ya kile ambacho anakifanya, lakini kwa nguvu ya ajabu tu mkali alishangaa ile nguvu inaonekana upande wa pili kwa bibi, na ni punde tu ambapo alikuwa ameshika katika eneo la mkono wa bibi, na bibi baadaye alimwasha mbata mwamba wetu. Mwamba naye amedondoka kinyonge zaidi.
Anasema samani kwa hicho ambacho kimetokea, kwani sikukusudia. Sasa mkali akaona hapa nikiendelea kucheza atakuwa nacheza na wakati hivyo ni lazima nimalize. Lakini kuchukua muda aliweza kufika daktari, na daktari pamoja na kuambia yote haya alihitaji tu kumchunguza bibie katika eneo la macho na kugundua kama kuna shida yoyote ambayo ipo katika mwili wa bibie. Lakini kwa sasa bibie alionekana ni mtu ambaye yuko sawa tu, na hivyo kama kuna uwezekano anaweza akaondoka akiwa salama. Sasa upande wa pili kwa wafanyakazi ambao wanafanya kazi na bibie, na wao wamefika katika ile eneo kwa ajili tu ya kutaka kujua nini ambacho kinaendelea kwa upande wa pili wa bosi wao. Tarabin Tibu basi ambao nao wanaingia ndani, na hapa bibie anafurahi sana kumuona mtu huyu, kwani anahusiana nao wa karibu sana. Anasema tujajua nini ambacho kimekukuta madam, lakini kwa saizi tunafikiri kitu pekee ni kuhakikisha tunakutoa katika ile eneo. Lakini mkali kutokana na ujio wa watu hawa ilimpa hasira, na hivyo amwambia bibia kwa sasa nahitaji kuondoka. Na baada ya kuondoka mkali, bibia alijiangalia ile alama, lakini bado ilikuwa ipo katika eneo lake la mkono. Hii ilianza kumpa mashaka makubwa sana bibia. Sasa upande wa pili kwenye ofisi ya mtaalamu kwani Orabia leo mfanyakazi anajitawala kama bosi, na mwamba ili mshangaza sana kwamba kijana wake wa usafi leo alikaa katika kiti chake na kujifanya kama tu arazuga, lakini mkali tayari alikuwa amemwona. Sasa huko ndani kalikuwa ni kamchezo. Sasa huyu bwana kama umeangalia episode ya kwanza utakuwa unamkumbuka zaidi. Yule ndio yule bwana ambaye alivuaga samaki sana kule mwanzo. Anasema naona kila kitu kimekaa sawa, lakini jaribu tu kusoma. Anambia wewe hauna mamlaka ya kuweza kufungua kile ambacho nimekitunza mimi, hivyo unatakiwa umakini sana. Kwa hiyo unatakiwa ujitahidi kuelewa ni nini ambacho unatakiwa ufanye, yani mipaka yako ya kazi. Hasa hapa mkali kuna kitu ambacho kilikuwa kijakaa sawa, na hivyo aliweza kumshirikisha mambo yake ya kwamba kuna binti ambaye ile alama iliyokuwa katika eneo lake la mkono imeweza kuhamia kwa hiyo binti, na binti business card yake hiyo hapo anaitwa Dodoe. Anasema Dodoe ameweza kuchukua ile nguvu ambayo ilikuwa katika eneo la mwili wangu, hivyo nafikiri kuna kitu ambacho kitakuja kutokea cha tofauti zaidi. Na hii ilimshtua sana huyo mkali, alishangaa sana, inawezekanaje kitokee kitu kama hicho? Anacheka, lakini kwamba kwa saizi ni kwamba mkali tayari ile nguvu imepotea. Sasa huyo mwamba ambaye ni mfanyakazi alihitaji kutesti tu kujua je, ikiwa bwana ambacho anakizungumza ni sawa, ameweza kupoteza uwezo wake wa awali au anaongea kama utani. Alichukua chupa fulani hivi na kujaribu kurucha. Sasa mwanaume anajaribu kucontrol kwa ile ishara kwa wakati huu ni kwamba mambo yanakuwa magumu zaidi. Anazuia maji yasiweze kumwagikia, lakini kwa bahati ambayo ilikuwa mbaya ni kwamba ile nguvu kwa sasa ipo ndani ya mwili wake. Sasa nguvu imekwenda wapi na nani ambaye amechukua nguvu? Bwana, nafikiri majibu zaidi tukwenda kuyapata katika episode safi ambayo inafuata. Itakuwa ni episode ya 4 ya mzigo bomba sana hapa. Wasema me Diamond ya the chosen one, langu jina Faludije kutoka DC Production. Hebu tuendelee kuenjoy Tarabin Tibu. Akisha unaofuata episode inayofuata ya 4, maana hii tuliweka fupi kidogo kutokana na masuala fulani yalikuwa hajakaa sawa zaidi, lakini katika episode ambayo inafuata ya 4 nafikiri itakuwa na takriban dakika 15 ili kukamilisha mkamilisho sahihi. Basi tukutane katika sehemu safi ambayo inafuata ili tuendelee kuenjoy burudani bomba sana ya My Diamond ya the chosen one. Asante sana kwa time yako, asante sana kwa support yako. Endelea kulike, comment, kusubscribe ili mambo endelee kwa kizazi zaidi, na hii itakapofikisha tu watazamaji 1000 haitajalisha ni ndani ya muda gani, hapo hapo ndipo itakaporushwa zaidi episode ya 4. Kwa hiyo tutisha kwa kuendelea kuitazama Tarabin Tibu. Here we go, let's say ciao na My Diamond.